Mezani mwetu tumefikiwa na taarifa ambayo sio nzuri wala ya kufurahisha kwa wale wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kumhusu mwenyekiti wa chama hicho taifa Tundu Antipas Lissu kule gerezani. Heche na viongozi wengine waelezea kwa uchungu. Unatazama Mseto Media, tafadhali sana nikukumbushe ujiunge na chaneli yetu kwa kusubscribe ili usio unapitwa na taarifa zetu nzito na za ndani kama hizi. Bonyeza maneno subscribe kisha ubonyeze na alama itakayokuja. Tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka jana, yaani Aprili 9, 2025, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu alikamatwa na jeshi la polisi kule wilayani Mbinga mkoani Ruvuma, ambapo baadaye alisafirishwa mpaka jijini Dar es Salaam na kufunguliwa mashtaka mawili na Jamhuri, moja akituhumiwa kutoa maneno ya uongo na uchochezi na la pili akituhumiwa kwa kosa la uhaini. Tangu akamatwe sasa ni miezi 11 akiwa mahabusu gerezani. Kule nyuma tulikuwa tunamwona akifika mahakamani mara kadhaa kuendelea na kesi zinazomkabili, lakini kwa sasa yadaiwa yapata mwezi mzima Tundu Lissu hajafika mahakamani. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na viongozi waandamizi wanaonekana wakipiga kelele huku wakisema kinachoendelea ni mikakati tu ya kuteswa wa kiongozi wao ili abadilishe misimamo yake. Makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche amejitokeza na kutoa taarifa kwa umma juu ya yale wanayoamini wao yanaendelea dhidi ya mwenyekiti wao Tundu Lissu. Heche kupitia mitandao yake ya kijamii ameposti na kuelezea mambo kadhaa anayoendelea kupitia Tundu Lissu ambayo sio mambo pendwa kwa wale wafuasi wake. Ninanukuu, ameandika: tangu mwenyekiti wetu akamatwa mwezi wa 4, leo ni miezi 11. Watanzania wanajua na dunia inajua kwamba Lissu hajafanya kosa. Kesi hii ni ya uongo kwa ajili ya kulinda utawala usio na ridhaa, kutishia watu na kutaka tusitimize wajibu wetu kama chama kikuu cha siasa Tanzania. Tangu mwezi wa 10 mwaka 2025, mwenyekiti alikaa magereza kwa zaidi ya miezi 4 bila kesi kuendelea wala kupelekwa mahakamani, huku akiteseka bila sababu yoyote. Tunajua hii kesi imefunguliwa kumtesa kiongozi wetu ili abadili msimamo wake kuhusu mambo ya nchi yetu, kuhusu ufisadi wa serikali ya Samia, mauaji, utekaji, uwizi wa mali za umma, maisha mabovu na uchumi wa hovyo kwa watu wetu. Tunajua anateswa kwa sababu yetu wa Tanzania. Rufaa ya juzi kwa mambo yasiyofaa kukatiwa rufaa ni ushahidi mwingine kwamba hakuna kesi bali kumpotezea mwenyekiti muda wake na kumtesa. Huu ni mwezi sasa mahakama iko kimya, hajapelekwa. Tunajiuliza, kesi yenye uzito kama huu kwa mtu ambaye amekaa ndani muda wote huu, inakuwaje mahakama isione agency kwenye jambo hili? Mahakama iliyotegemewa kutoa haki na kumaliza jambo hili kwa haraka inapokaa kimya, kuna kuwa na mashaka makubwa. Sisi hatuwezi kuendelea kunyamazia swala hili. Tunataka huu uhuni ukome haraka. Mwenyekiti wetu aachiwe, arudi kufanya wajibu wake. Wanachama wetu wa Tanzania hawataendelea kukalia kimya uonevu wa wazi kwa mtu asiye na hatia. Mtazamaji wangu, hayo aliandika John Heche akidai kinachoendelea ni mipango tu ya kumtesa mwenyekiti wao ili abadilishe misimamo yake. Lakini mwisho akasema wao Chadema na Watanzania hawataendelea kukalia kimya uonevu wa wazi kwa mtu asiye na hatia. Sasa hapa wengi wanajiuliza, je, wataandamana kushinikiza aachiwe huru? Wataenda mahakama kubwa zaidi kulalamika au watabadili simamo kama alivyogusia ili liweze kufika tamati? Sisi hatujui, kazi yetu ni kukuletea wewe kila lile linalotokea. Kwa maoni ama lolote tuandikie hapa chini na sisi tutasoma. Hii ni channel yako pendwa Mseto Media na mimi ni Queen Ray. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.